إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuko kwenye Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shawwal, tutasema ya kwamba alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Himdi na shukrani ni za Allah tabaraka wa taala kwa kule kwa neema zake kutimia mema yanayotimia. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kule kutuafikia mpaka kuliona Ijumaa ya kwanza ya Shawwali, baada ya kutoka katika ibada tukufu takatifu ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu waliotaka kufunga lakini hawakuafikiwa kufunga. Kuna watu walioanza kufunga lakini hawakuafikiwa kuhitimisha saumu. Sisi kwa leo, kwa Mola wetu kutuafikia kwa kufunga na kule kuweza mpaka kuswali na Idi, na mpaka leo kwamba tupo hai na uzima na afya na siha, hatuna budi kurejesha shukrani zetu kwa Mola wetu kwa mambo mema hayo aliyotufanyia. Khutba yetu ya leo itakuwa na unwani ma hiya nihayatul ibada. Kwa lugha nyingine, ni upi mwisho wa watu kufanya ibada, na ni ipi hadhi ya mtu kufanya ibada? Je, mwisho wa mwanadamu kumwabudu kwake Mola wake, hili la ibada ambalo kwamba ndilo jambo haswa tulilombiwa nalo kwa mujibu wa aya tukufu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je, ma hiya nihayatul ibada? Ni kupi mwisho wa kuabudu, iwe mwanadamu afikiapo hapo, iwe sheria ya dini ya Kiislamu imempa ruhusa kwa kumwambia ya kwamba sasa komeka, usiabudu tena. Ni upi, ni wapi, ni vipi? Lakini kando na hayo, wanazuoni waheshimiwa watuambia Ramadhanu suku qama, Ramadhani ni soko
lililokuja. Ramadhani ilikuwa watu wako sokoni, thumma mfadha, kisha Ramadhani ikaondoka na Ramadhani katawanyika na watu wakaondoka. Rabiha man rabiha, kuna lionali na kufuzu na kupata faida kwenye soko hilo. Wa khasira fihi man khasira, na kuna waliopata hasara katika soko hilo la Ramadhani. Yani kwa Ramadhani ni soko la kibiashara, na yoyote aendaye sokoni ima kwa kuuza na ima kwa kununua, mawili ni faida na hasara. Kwa mwenye kuuza ni kutarajia faida na hasara, bali na hata mwenye kununua pia kutarajia faida na hasara. Uwezo ukanunua kitu sokoni, mfano nyama au viazi au tomato, na ukarudi nyumbani ukanena ya kwamba ameniwahi, viazi vibovu, nyama mifupa, kawa hulalamika kwa hasara ulioipata kwa kule kwako kununua. Na kisha kule kulezo akasema alhamdulillah, kweli leo nimepata nyama nzuri sana, steki chupu, haina mifupa. Kwa hivyo kwa mwenye kuuza hutarajia kwake hasara na faida, na mwenye kununua kutarajia kwake hasara na faida. Sasa watuambia Ramadhani lilikuwa ni soko ambalo kwamba watu walikuwa sokoni wa ibada za funga na nyinginezo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha Ramadhani ikaondoka, lakini kwa soko hilo kuna waliofaulu kwa soko hilo na kuna waliopata hasara kwa soko hilo. Sasa wanazuoni heshimiwa watuambia, faman kana muhsinan falyahmadillah, yeyote ambaye kwamba alikuwa mwema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi amhimidi Mwenyezi Mungu kwa hilo. Walyasalillah alqabul, na muombe Allah tabarak wa taala ampatie yeye kabuli kwa kumkubalia kwa yale aliyoyatenda na kwa yale aliyoyafanya. Siku zote mimi husema ya kwamba mwanadamu ni awe na hamu kwa yale ayatendayo kwa kukubaliwa na Mola wake. Ukiwa na hamu ya kutaka kukubaliwa kwa yale uliyoyatenda, basi kitakupa kipimo cha kusimama kutenda panavyostahili kutendwa. Lakini ikiwa kutenda tu ukubaliwe sawa, na usipokubaliwa sawa, basi wingi utatenda ambapo kwamba makosa kwako. Na hata la kidunia, kwa mtihani wowote wa kidunia, ikiwa huna lengo la kufaulu kwa mtihani wako wa kidunia, ni vyovyote mtihani utakavyokuja kwako sawa. Manake ukipasi sawa na ukifeli sawa. Lakini kwa akhera sana, kwa yote tuyatendayo tuwe na hamu na hisia ya kutaka kukubaliwa kuliko hata kuwa na hamu ya sisi kutaka kutenda. Usimamapo kuwa na hamu ya kutaka kukubaliwa kwa yale uyatendayo, wallahi ni uwepesi na usahali kupata na kufikia pale unapostahiki wewe kufikia, kwa Mola wako alivyokuelekeza na kukufahamisha, na kwa moyo wako vile utakavyo, kwa kule una hamu ya kukubaliwa. Na hili ndugu zanguni katika imani, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na hamu ya kukubaliwa amali zao. Masahaba, na mara nyingi tumeyasema haya, kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa na hamu masahaba kwa kukubaliwa kwao. Mtu baada ya Ramadhani ilikuwa miezi 6 akiwa na hamu kwenye moyo wake, je, niliyoyafanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Mola wangu amenitakabalia? Bali sitoshe, angalieni aya inayosema
walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Hii aya Mwenyezi Mungu asema walladhina yu'tuna ma ataw, na wale ambao kwamba hutoa vinavyostahili kutolewa, na wale wanaotenda yanayostahili kutendwa. Wa qulubuhum wajlatun, na nyoyo zao zina kicho na hofu, annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba wao kwa Mola wao watarejea na kwa Mola wao watarejeshwa. Mtu amesimama katika ulimwengu kwa kila analolitaka Mola wake, yeye kuliendea mbio katika kulifanya, lakini hakomeki tu kwa kufanya, kisha na hofu na babaiko kwenye moyo, Mola wangu amenitakabalia kwa haya niloyafanya au hakutakabali kwa haya niloyafanya. Ikawa mtu ana hamu na hilo. Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yasritu wa yashrabu al-khamra? Hii aya Mwenyezi Mungu wakusudia wale ambao kwamba ni wazinifu, ni wenye kuiba, ni wenye kunywa pombe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, la ya binta Siddiq, wa fi riwaya la ya binta Abi Bakri. Alimwambia asivyo. Lakini makusudio hii aya, rajulun yusalli wa yatasaddaqu wa yasumu wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Huyu ni mtu amesimama kwa wema katika ulimwengu, huswali, hutoa sadaka, hufunga, lakini kisha ana hofu na kicho katika moyo wake, kwa haya mema ninayoyafanya na niliyoyafanya Mola wangu amenitakabalia. Kwa sababu ni heri uende kwa Mola wako kwa machache mambo yaliyotakabaliwa kuliko kwenda kwa Mola wako kwa mingi mambo yaliyokataliwa. Machache kidogo, lakini alhamdulillah mazuri na Mola ameyatakabali, kuliko mingi mambo na ukienda kwa Mola wako aseme si hataki. Kwa hivyo asema ya kwamba ambaye kwamba alikuwa ni mwema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, amshukuru Allah tabarak wa taala kwa hilo, na muombe Allah tabarak wa taala amkubalie na amtakabalie kwa mema aliyoyafanya. Fa inna Allah jalla wa ala, hakika Allah tabarak wa taala aliyotakasika, aliyotukuka, la yudhi'u ajra man ahsana amala, hapotezi ujira kwa aliyesimama kwa kufanya yaliyo mema. Lakini kisha akasema, wa man kana musia, na yoyote mtu ambaye kwamba alikuwa muovu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, faliyatub ila Allah, mtu huyo atubie kwa Allah tabaraka wa taala. Faludhuru qabla almauti maqbula, udhuru na taadhari na kurudi kwa Mola kwa toba na istighfari, hilo la kubaliwa kabla mtu hajafikiwa na umauti. Wallahu yuhibbu at-tawwabin, na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala hupenda wale wenye kutubia. Wako watu kwa kusikitisha kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani hawana jema walilolifanya. Kuna watu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa kwenye maovu, utafikiri ni kwenye siku nyinginezo na nyakati nyinginezo, lakini twasema ya kwamba kwa sote Mwenyezi Mungu atuongoze kwenye barabara ya sawa, na Mwenyezi Mungu atupe ufahamu na hima, kama tuombavyo siku zote, tuwe na hamu na dini yetu, tuwe na hamu na akhera, tusiwe na hamu na dunia. Lakini kuna watu waliofanya ya makosa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sasa hivi pia waambiwa ya kwamba rudini kwa Allah tabaraka wa taala, tutakeni toba na istighfar kwa Mola wetu. Na ndugu zanguni, si kila toba ni toba. Ile aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini tubuni kwa Allah tabarak wa taala kwa tauba ya kweli. Nenda kaangalie katika tafsiri za Qur'ani, muangalie Sa'id ibn Jubair asema nini kuhusu hii aya
na amekusudia nini kwenye taubatun nasuha. Asema ya kwamba hiya taubatul maqbula, ni tauba iliyokubaliwa. Wala asema ndi toba iliyokubaliwa, kisha akasema haikubaliwi toba ama toba haiwi yenye kubaliwa isipokuwa ambao kwamba ndani yake pana masharti matatu. Sasa hapa lisikie vizuri sana hili, na haya tuyasikie mazuri, ili tukitubia kwa Mola wetu iwe tumetubia kiuhakika kwa toba inayoitwa toba ya kweli. Asema kwamba tauba ya kukubaliwa ni toba ya kweli, na tauba yenye kubaliwa na toba ya kweli lazima iwe na masharti matatu. Kwanza kabisa asema ni mtu awe na kicho ya kutokubaliwa mali yake, ni mtu awe na babaiko kwenye moyo wake, khaufan an la yutaqabbal wa rajaa an tutaqabbal wa idman at-ta'at. Wale wanazuoni Said bin Jubair kwa maneno haya yasema yule ambaye kwamba tatubia kwa Mola wake haki ya kutubia kwenye toba yake ni yapatikane mambo matatu. Kwanza kabisa ni awe na kicho na babaiko kwa Mola wake, hii toba ninayoifanya mimi Mola wangu utanitakabalia. Kisha awe na matarajio kwa Allah tabarak wa taala ya kwamba Mola wake atamtakabalia. Kisha awe ni mwenye kudumu kwenye toa ya kumtii Mola wake. Tukisimama kwa hilo na kwa hayo, itakuwa tumetubia kwa Allah tabarak wa taala haki ya kutubia. Na naweza nikasema kwa kinywa kipana, la sisi kutubia kwa Mola wetu ni amrun lazimun jazimun, ni jambo la lazima kwa sisi kutubia kwa Mola wetu, kwa sababu tusipotubia kwa Mola wetu tutabakia kwenye hasara na Mola wetu hana hasara. Wanazuoni waheshimiwa tuambia kwamba inna ibadatallahi azza wa jalla wal istiqamata ala ta'atihi, hakika ibada ya Allah tabarak wa taala kwenye mwanadamu kusimama kumfanyia Mola wake ibada, na kwa kuwa na simamo kwenye toa ya kumtii Mola wake, binisbati lilmuslimi, kwa mafungamano yanayofungamana na Muislamu, la tantahi, hayakomeki hayo, illa bilmauti wal khitami salih, isipokuwa kwa kufa na mwisho ulio mwema. Ndio hapo sasa tuwapata kilele, ma hiya nihayatul ibada, ni upi mwisho na ni ipi hadi ya watu kumwabudu Mola wao. Lakini tumepata hapa ya kwamba la mtu kumwabudu Mola wake litakatika hilo kwa mtu kufikiwa na umauti na kumalizika kwake kwa mwisho ulio mwema. Wakastadili na aya Allah tabarak wa taala iliyoko katika suratul Hijri ayatu sunnatisia, pindi Mwenyezi Mungu aliposema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi ewe Muhammad mpaka yatakapokujilia wewe umauti. Nihayatul ibada, mwisho wa mwanadamu kumwabudu Mola wake, hakuna mwisho mwingineo isipokuwa kufa kwa mwanadamu. Roho ya kutoka, hufa wamalizika, basi ndio mwisho wa wewe kutenda. Wakastadili pia ya kwamba al-yaqinu hapa bimaana al-maut katika aya zilizoko katika suratul Mudaththir aya 42 mpaka 47, pindi walipoulizwa waovu, ma salakakum fi sakar, ni jambo gani lilowatia nyinyi katika moto wa sakar? Qalu, wakasema lam nakum minal musallin, sisi likuwa hatuswali, wala nakum nut'imul miskin, wala likuwa hatuwalishi maskini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, na sisi ilikuwa letu kubwa wale waovu wasimamapo kwa uovu wao kwa kuipinga haki, sisi tukisimama pamoja na wao. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na ilikuwa sisi tukikadhibisha siku ya mwisho, hata atana al-yaqin, mpaka tukafikiwa na umauti, tukafa, tukawa tuna msimamo huo huo, tukaondoka duniani. Sasa hapa tupata maana ya kwamba al-yaqinu
bimaana almaut. Ndipo wanazuoni wakauliza, limadha summiya almautu yaqina, kwa nini mauti yameitwa yaqini? Liannahu alhadathu alladhi la budda minhu, kwa sababu hili la kifo limeitwa jambo la yakini la uhakika, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba hapana budi. Binadamu wote watakufa, binadamu wote wataondoka. Kullu man alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Zote hizi zatuonesha ya kwamba sote tutakufa na sote tutaondoka. Lakini angalieni, Omar bin Abdul Aziz atokwa na maneno mazito kwa kunena, ma raaitu yaqina ashbaha bishakki min yaqini nnasi bilmauti, sijawahipo mimi kuona jambo la uhakika la yakini lililofananishwa na jambo la shaka kama uyakini wa watu kwa mauti. Thumma la yasta'iduna lahu, kisha wao thumma la yasta'iduna lahu, kisha wao wasijiandae na masala ya kifo. Asema naona ajabu sana jambo la yakini lisilokuwa na shaka, jambo la umauti. Na ndugu zanguni katika imani, hili ni jambo ambalo kwamba masaa 24 sisi twaliona, lakini angalia, utafikirikana kwamba kwa tuyafanyayo tuna shaka na umauti, ya kwamba kuna watu hawatakufa ama sisi hatutakufa. Wama ja'alna li basharin min qablika alkhulda afa imitta fahumul khalidun, ambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatukumfanya yoyote kabla yako wewe kuketi milele hapa duniani. Ikiwa wewe utakufa, wao wataketi milele, ina maana ya kwamba sote tutakufa na sote tutaondoka. Lakini Omar bin Abdul Aziz asema, sijawahipo kuiona yakini inaofananishwa na shaka kama uyakini wa mauti, kwa mwanadamu kujua atakufa lakini asijiandae na umauti. Ndiyo hali ya leo namna ilivyo, sote twafahamu ya kwamba tutakufa, lakini angalia, kwa uyakini huu ni kana kwamba tunashaka nao ya kwamba kuna watu watabakia na kuna watu wataondoka. Lakini ushahidi kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa kwake pia hatutosheka kwa ushahidi huo, ni wangapi tuliokuwa nao leo hatuko nao? Licha watu wa kando, tizama tu kwenye familia yako, ni wangapi uliokuwa nao na sasa hivi hauko nao? Ni wingi. Ni kipimo tosha ya kwamba kuna wakati na siku sisi tutaondoka. Leo mimi nilikuwa siwe khatibu hapa, amekufa mmoja anayenuhusu katika familia, lakini sikupata mtu wa kumweka, nikabakia hapa ili ni khutubu. Lakini alifunga Ramadhani akiwa na siha na afya. 10 la mwisho la Ramadhani, kesho kutwa ni Idi, alianguka. Akianguka kitukuliwa sipitali haraka haraka ICU, kiangaliwa kwamba mambo mabongo huko kidogo, damu zimetia tafash, mambo ya operation. Jana magharibi napata simu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atazikwa leo baada ya juma. Mwenyezi Mungu amkufurie dhambi zake, Mwenyezi Mungu amtanganye na wema, na sisi tulioko nyuma Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, na kila aliyokwenda mbele za haki katika familia zetu na maswahibu zetu na marafiki zetu na Waislamu wenzetu, Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yao yawe mabustani ya peponi. Lakini ndugu zanguni katika imani, la umauti ni jambo lilosahauliwa, la yakini hili la uhakika, lakini limefanywa kama jambo la shaka. Kwa ajili hiyo ndugu zanguni katika imani, tumetafsiri maana ya yakini kwa kule kusema Allah tabaraka wa taala, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi we Muhammad mpaka utakapojiliwa na umauti. Ina maana mwisho wa mwanadamu kuabudu kwake ni kujiliwa na umauti, ndiyo asimame kukoma kwake, kwa sababu idha mata ibnu adam inqata amaluhu. Hii inqata amaluhu, kuisha sasa mwanadamu
hana tena cha hisabu kwa kuhesabiwa kwa kutenda kwake, kwa sababu hana tena nguvu na wakati wa kutenda. Lakini angalia, kwa kusikitisha, leo sisi ibada zetu zimekuanza musimu. Twamwabudu Mola wetu kwa zama fulani na nyakati fulani. Kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wingi watu waliokuwa wakifanya ya kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu, Mungu awabariki, wamehitimisha sahafu. Kuna watu, Mungu awabariki, hawakukosa visimamo vya usiku. Kuna watu, Mungu awabariki, wamesaidia maskini. Kuna watu, Mungu awabariki, wameleta adhkari kwa wingi. Lakini sasa hivi baada ya Ramadhani tukutoweka kwa siku ya Idi kuandama, yale yote yameachwa. Sasa ni kana kwamba Mola wao washakwenda zao. Wao kwa mtizamo wao kwamba Mola wao ni wa Ramadhani peke yake, na wao mtizamo wao ni kwamba ibada yao kwa Mola wao kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa lugha nyingine, ni wale wasimamao kwa kuiabudu Ramadhani. Lakini nawaambieni ya kwamba man kana yaabudu Ramadhana fa inna Ramadhana qad inqadha wa fata, wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yeyote yule ambaye kwamba atakuwa akiabudu Ramadhani, Ramadhani ishakwisha, Ramadhani ishaondoka na Ramadhani ishamalizika. Lakini ambaye kwamba humwabudu Mola wa Ramadhani, basi afahamu Allah yuko hai, Allah hafi. Mola wa Ramadhani ndiye Mola wa Shawali, na Mola wa Shawali ndiye Mola wa Ramadhani, na Mola wa nyakati zote na miaka yote na miezi yote ndiye Mola yule yule wa Ramadhani. Tusisimame Waislamu kwa kutaka kumwabudu Mola wetu Ramadhani mpaka Ramadhani. Tusimameni kumwabudu Mola wetu mpaka mwisho wa uhai wetu. Ndivyo tunavyofundishwa na Mola wetu kwenye aya hii. Muabudu Mola wako mlezi hata utakapofikiwa na mauti, ama mpaka utakapofikiwa na mauti ndio mwisho. Qurtubi yasema wal murad, na makusudio, istimrarul ibada, ni kule kuendelea kwa ibada, muddatu hayatihi, kwa muda wa mtu kuwa na uhai wake, kwa kiasi kile ambacho kwamba uko kwenye uhai wako, basi usikomeke kwenye kutenda kwako, endelea kutenda. Ramadhani si wingi, maskini walisaidika, vyakula kwa kila upande na kwa kila namna. Alhamdulillah, tushukuru kwa hilo. Na mpaka mayatima walikuwa na wao pia wakikumbukwa kwa vyakula, na mpaka siku zaidi walisimama watu kuwanunulia mayatima nguo na mavazi. Lakini tusisahau ya kwamba kula kwa masikini kama kula kwa tajiri. Si Ramadhani peke yake, hata baada ya Ramadhani. Na yatima naye kuvaa kwake si Idi mpaka Idi, na hata baada ya Idi pia naye huvaa na astahiki kuvalishwa. Na kusudia ya kwamba kwa mema tulioyatenda kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nayo. Hawa mayatima, na sana nalenga hapo, mashallah, kwenye magrupu utaona ya kwamba watu fulani leo wana mchango wa mayatima, watu fulani kesho wana mchango wa mayatima, watu wengine wana mchango wa mayatima. Ni sawa hilo, na wajane ndani, na maskini ndani, na mafukara ndani. Lakini nasaha yangu kwa mwito wa Uislamu, lisikomeke hilo. Kwa nini tuweze kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini tusiweze kwenye miezi mingine? Simameni kuendelea na ibada zetu. Chenye kutukata sisi na sisi kutenda ibada zetu si jambo lingine isipokuwa ni jambo la umauti, kama qala al-abdu salih. Angalia hii aya inayosema wa auswani bisalati wazakati ma dumtu hayya, na amenipa mimi wasia wa kuswali na kutoa zaka maadamu niko hai. Maadamu uko hai mwanadamu, basi ni wajibu wako kutenda. Angalia ni mfano mzuri swala. Swala ikiwa huwezi kuswali kwa kusimama, waambiwa uswali kwa nini? Kwa kukaa. Ikiwa huwezi kwa kukaa, waambiwa kwa nini? Kwa ubavu, kwa kulala. Mwishowe waambiwa ikiwa hata huwezi huko kwa kulala,
kwa ishara tu ya maashirio ya kwamba waswali, mpaka hilo pia waambiwa fanya hilo ili upate kuswali. Angalia kwa yote hayo ulionayo, lakini waoneshwa ya kwamba mwisho wa kutenda kwa mwanadamu kukomeka kwake ni akomeke kwa kutenda kwa kufa kwake na kuondoka kwake duniani. Tukimaliza khutba yetu ya kwanza, ni Hasan al-Basri asema, inna Allah, hakika Allah tabaraka wa taala, lam yaj'al li'amali al-mu'mini ajala duna al-maut, hakika Allah tabaraka wa taala hakujalia mwisho wa amali ya mwanadamu isipokuwa ni umauti na kule kufa kwake. Tujiangalieni sisi kwa kutenda kwetu, hatujafa sisi, hatutendi. Sitaki kwenda sana huko, lakini angalia sasa hivi kwenye hii mitandao, kuna wanaofanya yasiyostahili kufanywa. Utasikia watu kwa comment waandika wasema, kwisha sasa, Ramadhani ishakwisha, majini yashafunguliwa, mashetani yashafunguliwa, uchafu umeanza vile vile na utaendelea vile vile. Ingawa kwa hii mitandao hakuna Ramadhani ambapo kwamba niliona watu kutotoka kwenye mitandao kwa kufanya sio kwa ya sawa kama Ramadhani hii. Ramadhani ya 2025, tangu Mungu anipe ufahamu na fikira na kutambua ulimwengu, sijawahi kuona Ramadhani iliyokuwa na uchache wa ibada kama Ramadhani hii. Ramadhani hii misikiti ilikimbiwa kwenye 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Afadhali Ramadhani nyingine mpaka igawanyike, au liingie 10 la mwisho likiingia hamu ya watu kufikiria Idi, kufikiria donasi na mabuti ya kuwakataa kidogo, hapo huwa ile Ramadhani imesahauliwa kwa mambo ya Idi, watu kutafuta viatu na mengineo. Lakini angalia kama ulichunguza, wallahi ilikuwa ni msiba mkubwa sana kwa misikiti, watu hakuna. Ramadhani kiingia, mahali pa kutawadha huwa hakuna nafasi, kila mmoja upigania ile sikose jamaa. Lakini Ramadhani hii ilikuwa hakuna vikumbu vile, ile watu kusukumana, mpishe na mimi nitawadha, ilikuwa hakuna. Ukienda mifereji kwa vile vile ni hatari. Na namna tunavyokwenda, tunaenda kwa sampuli ambayo kwamba sio. Tutakufa ndugu zanguni, tutaondoka ndugu zanguni. Dunia isituhuri, dunia isituhadae. Kama ninavyo siku zote, leo tupo, kesho hatupo. Dunia isiyokuwa na maana, dunia pia nimewaambia mara nyingi, dunia ambayo kwamba umekuja duniani bila ya chochote na ukakusanya vyote na ukaondoka bila chochote na utaulizwa kuhusu vyote. Subhanallah, umekuja duniani huna kitu. Imekuhuri dunia kwa kushughulisha dunia, kwa kwenda mbio kuitafuta dunia, ukakusanya uliyoyakusanya katika dunia, ukaondoka duniani kwa sanda tu, huna lolote. Kisha kwenda kwa Mola wako utahesabiwa kuhusu yote uliyoyakusanya. Hii ni ibra ambayo kwamba twafaa tuizingatie, ya kwamba hapa duniani si mahali pa mashiko wala si mahali pa maana mwanadamu akatukulia kwamba maana. Duniani mimi nasema kwamba hakuna raha, raha iko akhera. Na dunia na akhera ukitaka kusawazisha kwa raha, wallahi hakuna hata uchembe ambao kwamba itafikia raha ya dunia kuifikia akhera. Angalia mfano tu kwa raha za peponi, na Mwenyezi Mungu atupe pepo sote. Apple, ukila apple peponi, ile baiti ya kwanza unaomenya apple lako, waambiwa baiti ya pili haiwi sawa na baiti ya kwanza kwa ladha. Baiti ya pili ni tamu zaidi kuliko ile ya kwanza, na baiti ya tatu ni tamu zaidi kuliko ya pili na ya kwanza, na mpaka kuendelea hivyo. Yani liwe na hamu tu ya kula. Wewe ukaniuliza si utashiba? Hakuna kushiba.
Kushiba ni hapa, utafute ino kisha utoe gesi. Lakini kule chenye kukatisha wewe usile lile apple, tuambiwa ya kwamba ni kuoneshwa mazuri mengineo, ukawa na hamu nayo zaidi kuliko lile apple. Hasa fikiria, kwa baiti ya pili ntamu kuliko ya kwanza, na kwa baiti ya tatu ntamu kuliko ya pili na ya kwanza. Tukua apple la hapa, ukiliminya mawili, upande mmoja haukuiva au upande mmoja unabuu, basi ikawa hauhaliliki, walitupa tena. Dunia isituhuri wala dunia isituhadae. Tusimameni kumfanyia Mola wetu ibada, na chenye kutukatisha sisi na ibada si lingine ni jambo la kifo. Tuombe Allah tabaraka wa taala tuwafikie kila la kheri. Tuombe Allah tabaraka wa taala tubariki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikwenda mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya kuna watu wanaosema kwamba ni Sufyanu ibn Abdullah, kwamba ya Rasulullah, hebu nipe mimi wasia, na wasia huu simuulize mwingine yoyote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah tabaraka wa taala kisha kuwa na msimamo kwa hilo. Riwaya nyingine akamwambia, qul rabbi Allah thumma istaqim, sema Mola wangu mlezi ni Allah tabaraka wa taala kisha kuwa na msimamo kwa imani yako ya kumwamini Mola wako. Ina maana endelea kwa kutenda baada ya kuamini kwako. Isitoshe la kuamini pasi na kutenda. Ndio ilikuwa makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalieni ndugu zanguni katika imani, juu ya mingi mambo, lakini usimamapo kutenda yanayostahiki kutendwa katika ulimwengu wakati wa kufa kwako. Yasemaje ile aya, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nenda kaangalie hii aya, tafsiri waliotoa wanazuoni, wale waliosema tumemwamini Allah tabarak wa taala kisha wakawa na msimamo kwenye imani lao la kumwamini Mola wao, siku roho tolewa kuteremshiwa malaika, waambiwa musiwe na kicho wala babaiko kwa huko mbele mwendako, wala musiwe na huzuni kwa yale ya nyuma mlioyaacha, na bishara njema kwenu nyinyi kwa pepo mlioahidiwa na Mola wenu. Nani kwamba hataki pepo Allah tabaraka wa taala? Sote tuitaka pepo kwa Mola wetu kutuwafikia kwa kupata pepo yake. Tusimameni kutenda ili atupe pepo kwa rehema yake na ridha yake, kwa sababu hata kwa amali zetu hatuwezi komboa thamani ya pepo. Pepo namna ilivyo, kwa kutenda kwetu hatuwezi kuikomboa pepo kwa amali zetu. Tutapata pepo kwa ridha na rahma za Allah tabaraka wa taala kutujalia sisi kupata pepo. Lakini juu ya yote tusiwe waislamu jina, tuweni waislamu wa vitendo. Vijana, nasaha yangu ya mwisho, hakuna kitu muhimu kama amani na hakuna kitu muhimu kama usalama. Vijana, nawapa nasaha ya kwamba rudini kwa Mola wenu. Habari mnaofanya ya watu kukosa usalama, Ramadhani kuna watu wamenyang'anywa, baada ya Ramadhani kuna watu bado wananyang'anywa, na kuna watu wanaporwa. Nasema ya kwamba vijana, mnaoyafanya si sawa na mnaofanya si haki. Na nasema pia kuambia vijana, sisi kama viongozi wa kidini tuko tayari kukaa chini na nyinyi kuwasikiliza. Tatizo liko wapi? Kwa nini mwakosesha watu raha na amani kwenye miji na mitaa? Leo imekuwa mtu hata kutembea peke yake ana hofu na kichwa na babaiko na huzuni. Juzi hapo tu vijana wadogo wa skuli
wametoka asubuhi kujishughulisha kwa mambo yao, mara hao vijana kutaka kuwanyang'anya na kuwatoleana mapanga. Nasema vijana kuambia si haki wala si sawa. Njooni tukaeni chini, mtueleze tatizo liko wapi, na ikiwa muna mambo mwataka kuyazungumza, hata lau kama ni hilo la ajira, tuseme ya kwamba hamuna ajira, tuko tayari kutoa sauti zetu kuzungumza na serikali kuu, na nina imani na kuamini serikali itatusikiliza, kwa sababu serikali yataka amani, serikali yataka utulivu, kwa sababu amani na utulivu ndio maendeleo ya taifa na nchi kiujumla. Kwa hivyo vijana wenzangu, tulieni, msisumbue watu, simameni kwa wema, msisimame kwa maovu na machafu, na tuombe Allah tabaraka wa taala awaongoze vijana wetu. Tuombe Allah tabaraka wa taala awatulize vijana wetu. Tuombe Allah tabaraka wa taala awape ufahamu vijana wetu, wasimame kwa ya usawa kwenye kutenda. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa janibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu lamma tasna'un. Waqimus salah. Mwisho ni kwamba Ijumaa inayokuja inshallah maudhui yangu nitazungumza kuwa na dhana njema na Mola wako. Tujeni mapema inshallah, lakini maudhui naitangaza Mungu akipenda, kuwa na dhana njema na Mola wako. Waqimus salah.